Ibrahim Traore ni kijana mwenye umri chini ya miaka 40 aliyeongoza mapinduzi mnamo mwaka 2022. Ilikuwa ni mwezi wa 9 iliyoweza kumtoa madarakani Paul Henry Sandaogo Damiba aliyeweza kujipatia umaarufu mkubwa kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya ushawishi wa kigeni hasa wa Ufaransa, na alisisitiza kuwa anapigania uhuru wa kweli wa Burkina Faso. Alipokuwa madarakani alijenga uhusiano wa karibu na mataifa mbalimbali, mfano Urusi, Mali pamoja na Nigeria, ambapo viongozi walioko madarakani pia waliweza kuongoza kwa mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali zilizokuwa zinaegemea mataifa ya magharibi. Tukio la jaribio la kumuua kwa rushwa mnamo mwaka 2024, taarifa zilianza kusambaa kuwa baadhi ya walinzi wa karibu wa Rais Traore walikaribia kuongwa kiasi kikubwa cha fedha, dola za Kimarekani milioni 5. Kuna vyanzo ambavyo basi viliweza kuhusika kwa jambo hili kwa lengo la kumuua Ibrahim Traore. Hii ni moja kati ya mikakati ya Silent Coup au mapinduzi ya kimya kimya ambapo yanatakiwa kutekelezwa chini kwa kupitia njia ya kifedha. Inadaiwa kuwa watu wa karibu wa mashirika ya kijasusi kutoka katika mataifa magharibi walihusishwa na mpango huu. Lengo lilikuwa ni kuondoa uongozi wake na kuingiza utawala wa kibaraka unaokuwa unaruhusu mataifa ya magharibi kuendelea kuongoza. Walinzi wake ni waaminifu na hawakuweza kabisa kuyumba. Walinzi waliweza kumlinda, wanalinda kwa kutumia mafunzo ya hali ya juu. Inaaminika kuwa kutoka katika mashirika ya usalama wa ndani na hata usaidizi wa viongozi kutoka katika nchi ya Urusi. Walinzi hao walionyesha ukamilifu mkubwa wakikataa ongo hiyo, na baadhi waliripoti kwamba vyama mbalimbali vinataka kumshusha Ibrahim Traore kupitia njama ya kifedha. Kitendo hicho kiliweza kusifiwa sana ndani ya Burkina Faso na Afrika kwa ujumla kama vile ishara ya kizazi kipya cha askari wa viongozi waliokuwa wanathamini utu pamoja na nchi yao. Lakini nani waliohusishwa katika hili? Nani wanaodaiwa kwamba wako nyuma ya njama hizi? Japo hakuna uthibitisho wa moja kwa moja nani anayehusika katika jambo hili, mataifa ya magharibi, hasa baadhi ya maafisa wa zamani wa serikali ya Ufaransa, ambapo wameweza basi kuhusishwa katika jambo hili. Kulingana na ushawishi wa kwake Ibrahim Traore, wengi wamekuwa wakizani kwamba walikuwa wanahusika katika njama hizi. Viongozi pia wa zamani wa kijeshi walioondolewa madarakani, ambapo huenda walitaka kulipiza kisasi katika jambo hili. Ibrahim Traore anasakwa vilivyo. Makampuni ya kigeni yaliyoweza kutolewa katika nchi ya Burkina Faso pia ni moja kati ya makampuni ambayo yanahusishwa katika jambo hili ambalo linaendelea. Wengi wanadhani kwamba wanataka kulipiza kisasi kwake Ibrahim Traore. Athari kwa Burkina Faso kwa sasa na Afrika kiujumla, tukio hili limeweza kuibua hali ya tahadhari, lakini pia kujiamini kwa Afrika, uwezo wa kuongoza, uwezo wa kujipigania. Raia wengi wa Burkina Faso waliweza kuandamana na kuunga mkono jambo ambalo rais wao wa Burkina Faso amekuwa akilifanya. Walipita barabarani wakiwa wameandika mabango mbalimbali. Mabango haya yaliweza kuandikwa hivi: hatutakuuza kwa dola milioni 5. Afrika mpya inazaliwa. Mabeberu watoke nje. Traore na mapambano dhidi ya ubeberu mpya. Rais Traore anasifiwa kwa msimamo wake mkali dhidi ya ukoloni mamboleo. Ametangaza wazi hakuna msingi wa kijeshi, msingi wa Ufaransa utakaorudi katika nchi hiyo. Mapato kutoka katika madini yanapaswa kuwanufaisha wananchi wa Burkina Faso na sio mtu yoyote kutoka katika nchi hiyo. Uhusiano wa kisiasa utajengwa kwa usawa, lakini pia kuheshimiana. Mtazamo wa Afrika kiujumla kulingana na jambo hili ambalo linaendelea. Tukio hili limeweza kuchangia kuongeza uungwaji mkono wa viongozi kwake Traore, lakini pia kuna maaskari mbalimbali kutoka katika nchi mbalimbali. Huyu anamuita Assimi Goita, huyu ni wa Mali, anamuunga mkono Ibrahim Traore. Lakini pia Abdurrahmani Tichian, huyu ni wa Nigeria, wanajulikana kwa kupinga mataifa ya magharibi na kupinga uhuru wa Afrika kiujumla. Vijana wa Kiafrika wanazidi kumuona Traore kama mfano ujasiri wa kujitawala, kiongozi anayepinga ufisadi, lakini pia mwana mapinduzi wa kisasa. Jaribio hili limeweza kushindikana,
lakini pia linafunua ukweli kuhusu njama zilizokuwa zinafanywa dhidi ya viongozi wa Kiafrika wanaojaribu kusimama kwa miguu yao. Lakini pia linaonyesha kuwa Afrika sasa inaweza kuzalisha kizazi cha watu waadilifu waliokuwa hawayumbishwi na fedha. Uaminifu wa walinzi wa kwake Traore unapaswa kuwa ni fundisho kwa vijana wengine. Sasa hii imewakumbusha watu wa Libya mambo ambayo walikuwa wameyafanya. Bana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Bye bye for now.